Waligani mpenzi msikilizaji, ukiwa muheri wa afya ni faraja kwangu na ndiyo tegemeo langu. Leo ni Jumatatu Mei tarehe 4. Karibu katika matangazo yetu. Hii ni MTV1 nikikutangazia kutoka Afrika Mashariki na ya Kati katika ukanda wa maziwa makuu. Tuko mubashara kabisa kutoka eneo la Uswahilini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na je, wajua tumekuandalia nini hii leo? UDPS chama tawala chaitisha maandamano kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono hatua ya Marekani kuwekea vikwazo rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Maandamano ya amani ambayo ilikuwa inaendeshwa na chama cha kisiasa UDPS. Raia wenye hasira waichoma kambi moja ya wapiganaji wazalendo baada ya kugundua kaburi la pamoja la raia wasio na hatia waliouliwa ikipatikana kwenye defense ya wazalendo hao Kivu Kaskazini. Tunaona defense na Lungula, yote ni Lungula. Tutakuwa na habari za uchumi na mazingira huko Kivu Kusini ambako mvua yahangamiza. Naitwa Thomson Unjibata Ngaloria, karibu twende wote. Mambo ni kemkem msikilizaji, tuanzie Kivu Kusini. Uvira. Chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha UDPS kuanzisha maandamano kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono Marekani kwa vikwazo dhidi ya rais mstaafu Joseph Kabila. Huko mjini Uvira, vuguvugu la wananchi linaloitwa MCLA laungana na UDPS. Ndiyo, mimi ni Fonso Mufariji, ninakuwa mratibu kitaifa wa vuguvugu la kiraia MCLA RDC. Ndiyo, tumeenda kuunga mkono aiza kushindikiza maandamano ya amani ambayo ilikuwa inaendeshwa na chama cha kisiasa UDPS kutokana na lengo nzuri ambayo inakuwa nayo hiyo maandamano ya kwenda kusapoti sanction aiza wanasema nani hii wanaita azibio ambazo Amerika walienda kutoa kwa nafasi ya Kabila kwa kufunga makazi zake ambazo zinakuwa huko Amerika, na hiyo imeenda kuonekana ya kwamba anaunga mkono waasi wa M23, na ndio kwa maana sisi kama raia tunapaswa shindikiza mawazo yote ambayo inakuwa nzuri, na mawazo mabaya tunaangalia namna gani gisi ya kutoa mapendekezo. Na katika hii mawazo ya chama cha UDPS tuliona kama ni wazo nzuri ya kwenda kushindikiza wa Amerika kwa kazi ambazo wanaenda kuchukua, kwa hatua ambazo wanachukua juu kuleta amani Kongo. Na ndio kwa maana sisi tunaunga mkono kwa hiyo maandamano ambayo imepitikana hapo Kinshasa, kwa sababu ni maandamano ambayo inayolenga amani, kuleta amani nchini Kongo, kwa kuadhibu watu wote wanakuwa nyuma ya waasi wa M23. Tukisalia mjini Uvira ni kwamba watu 4 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa na nyumba nyingi kubomoka, vitu kadhaa vikaenda kuzama kutokana na mafuriko ya mto Kalimabenge yaliyosababishwa na mvua kali iliyonyesha Ijumaa wiki iliyopita. Wakahazi wa Uvira wameanza kuyahama maskani yao siku hiyo kutokana na hali hiyo. Mama huyu ni mkahazi wa Kalimabenge upande wa chini ya soko, akizungumza na MTV amesema Kalimabenge aliana kaingia pale kwetu, manake hakuna kitu kenye kilikuwa mnyumba kama tela na kalokota kule chini, vitu vyote vinaenda, batoto wanakunywa mai, manake ungesikia tu kwetu kabisa naingilio mwa ajali ya mbaya. Mai iliingia timu nyumba ikatufunika sie wote na batoto mnyumba, batoto wanakunywa mai, vitu vyote vinanienda, na nyumba ilienda na kwenda na mai. Mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, eneo linalotawaliwa na M23, haomba wanahabari kujenga umoja kati yao kuliko malumbano, kwani utafiti wake umeonyesha kuwa kuna mgawanyiko katika timu la wanahabari Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kushindwa kupendana kati yao. Ameyazungumza hayo wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya uhuru wa wanahabari. Hapa anazungumza mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini upande wa AFC M23 Bahati Musanga Erasto ameomba wanahabari kujenga umoja kati yao kwa ajili ya kushinikiza demokrasia, maendeleo na amani. Leo ni siku ya waandishi wa habari, pengine nao wangefanya mchango gani katika kushindikiza amani na usalama? Katikati ya waandishi wa habari nao hawapendani. Cha kwanza ni kuambia waandishi wa habari wapendane, waache baguano.
ndiyo ya kwanza. Musanga amesema kwa sasa vita vyake kubwa ni kuhakikisha watu wanajenga umoja kati yao na kuweka mbali ubaguzi wa ukabila. Ya pili, waandishi wa habari wanafikisha habari mbali zaidi na wanasikilizwa sana. Waandishi wa habari ni kuwaeleza wote washongelee watu wakuwe wanapana habari zote zenye wanapana, wakuwe napana ndani habari ya umoja. Asante. Musanga amesema hayo leo Jumapili Mei 3, 2026 ikiwa siku iliyowekwa kwa ajili ya wanahabari kutetea haki zao. Huko Kimbulu ni kwamba watu waliopotea huko Kimbulu tangu Alhamisi wameripotiwa kuuawa na mshikaji wao. Miili miwili ilipatikana ikiwa imezikwa kwenye kaburi la pamoja katika kambi ya wapiganaji wazalendo wa kundi la FAR. Wakati uchunguzi ukiendelea, wahalifu hawa walikuwa tayari wametorokea kusikojulikana. Mabaki hayo yamepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti huko Luberu. Kutokana na hali hiyo, raia wenye hasira kali walichoma kambi ya wazalendo hao. Huyo hapa mwenyekiti wa vijana wa Kimbulu akizungumza. Hapa tunaonekana kudifense wazalendo FAR balikidnape watu mbili, musika na mgarso, wote ni Bamulu. Na kupia kubaona, kupia kupandia kudifense, tunakuta relema basha baua. Na kubawa tumebaona biko tu mfasi mwa mfosi komini. Ndio raia kukashirika, ndio unaona difense na lungula, yote imelungula. Hivi mna ujumbe gani ambao mnatumia wakuu viongozi wa wazalendo? Wakuu viongozi wa wazalendo tunawaomba vraiment bamalize hii jambo. Juu wazalendo kukua na uwa hivi population na populondoke vraiment. Hivi na gouvernement nao mnawatumia ujumbe gani? Gouvernement tunaomba asime kazi yao, kuchunga raia na mali yao. Upande wao wapiganaji wa FAR, yaani wazalendo wa Haidia, wakahazi wa huko kwamba watakamata wazalendo waliohusika na mauaji ya raia na kuwazibu. Mimi ni komanda chargé d'opération na renseignement ya mouvement FAR bar W bar wazalendo. Tulipata maalerte mingi juu ya shida imepitikana Kimbulu, na ile shida tuko naifatilia, ça fait déjà 3 jours tuko naifatilia shie vote. Ile shida haiko ya mtu moya, ni shida yetu sie vote. Alors inaomba tusaidiane mu renseignement, tuweze kutia mkono kuule mtu mwenyewe alifanya ile manyanga ya kukamata wale watu na kuona ile mashida zimepitika kule. Mi mwenyewe nilipata ile alert, nikatoka ku premier ligne de front huko kwenye niko tena kwa sasa, nikaenda mpaka Kimbulu, nikazungumuza na societe civile na zingine force zote zenye ziko pale, yani FARDC na polisi na wengine wote, juu ya kutafuta ule mutu. Inaomba ule mutu tuweze kumkamata de gré ou de force. Ni mutu haiko mambo yake ya kwanza, haiko majanga ya kwanza yenyewe anafanya, ni tabia yake, ni zoezi yake. Kurapele kidogo juu ya ule mutu mwenye wanaitaka Mawashi, alikuwa nafungwa Goma ku prison, me alikuwa toka mujela wakati M23 inaingia Goma, na alifungwaka juu ya shida moya. Tena alifanyaka vitu ya hivi vya sabile venye amefanya, si wenyewe tukamfungaka. PV zake ziko nini mpaka naza auditora mpaka ni mape yake porque aingie ku prison centrale ya Goma. Epi huku alishafanya hii donge, tunaweza sema kama ni troisieme manyanga yenye Mawashi anafanya. Alifanya vingine vya kufanana hivi kukotea Ituri, ndio kwenye walimupitishiaka. Tunawaza atenda atulia kule hata kidogo. Alipigana ye mwenyewe na guvernema, na saa hii watoto ya FAR zaidi ya 20 banafungiwa ku prison Kangwai, banafungwa. Zaidi ya siraha 25 ya chama ya FAR zinafungwa nazo ku prison ya Kangwai juu ya ule mutu. Alors ule mutu haiko mbali, iko pale mumungini ya Kimbulu,
na benye biko banamuchunga ni ile population ya Kimbulu njeko na muchunga, biko banafanya bunafiki, banamuchunga tu pale. Antuka tuache unafiki, ni message ku population ya Kimbulu, baache bunafiki, baache kuchunga ule mutu iko nalala pale mumanyumba za batu fulani fulani tunajua. Kwa mwisho ujumbe ni moja, population ya Kimbulu hatuna ubaya na nyie na hatuko mbali na nyie, tuko tu hapa pembeni yenu, na munajua fare mzuri sana, tulikuwa hatuya kuwa na shida na nyie. Bale watu fulani fulani njo benye biko banaacha tu ama banapenda baharibishe image ya chama. Kwa mwisho na njo conclusion ni kutaka bambia kama fare haiko chama ya leo. Fare ni chama imepigana sana na adui. Na adui leo hashindwa kutumikisha hata watu ngapi hivi mchama pour que baharibishe image ya chama na tushindwe, donc tukue desequilibre pour que adui apate kuweza kufanya mavituruturu ya kwake. Ni kwa hiyo raia, societe civile, tuko tunazungumuza, jeunesse ya Kimbulu tuko nazungumuza na presida wenu, nani commandement yote ya FARDC tuko tunazungumuza. Ni kwa hiyo tu soyo calme, byote vimepitika, tunajua deja cible ni ule na yengine vyote vitaendeka, atakamatika. Mututilie tena confiance, sawa vile watoto yenu munatujua mzuri, hatuya kuwa na shida yoyote na nyie. Tunawashukuru. Unaendelea kusikiliza matangazo ya MTV1 online na sasa ni huko Sake. Hali ya usalama inazidi kuzorota kwa kasi katika mji wa Sake ulioko kwenye umbali wa kilomita takriban 30 kutoka mji mkuu wa Goma katika halmashauri ya Kamuronza, wilaya ya Masisi, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakazi wa eneo hilo walisema visa vya mauaji, utekaji nyara na wizi vinazidi kuongezeka na kutia hofu eneo hilo linalodhibitiwa na uasi wa FCM23. Mwandishi wetu wa Minova Erasto Sihivwa ametuandalia taarifa hiyo na hii ni ripoti yake. Kulingana na vyanzo vya ndani vinaonyesha kwamba wavamizi walivamia nyumba yake karibu saa 3 asubuhi. Walimfuruta mita zaidi ya 50 kutoka nyumbani kwake kabla ya kumpiga risasi na kufariki papo hapo. Kulingana na habari hizo, majambazi wengine walivamia taasisi ya elimu ya huko Masisi ya pili. Usiku huo waliiba vitu vingi vya samani vikiwemo vifaa vya kompyuta na nyaraka zingine kama vile kadi za ripoti za shule. Jumapili iliyopita, nyumba kadhaa za wakaazi zililengwa na wahalifu hawa katika mji wa Sake. Baadhi ya vijiji mbalimbali mkiwemo Kobe na Luhonga vilivyoko kilomita 5 kutoka mjini Sake, matukio ya utekaji nyara pia yanaendelea kuripotiwa. Kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika eneo hizo, wakaazi watoa wito kwa mamlaka husika kuzidisha juhudi zao ili kuhakikisha usalama wao, kwani wanaishi katika ziki na kubaki na makovu makubwa ya vita vya mara kwa mara. Erasto Sihivwa Marcel, Sake, MTV1 online. Shukran Erasto. Goma. Watu wawili waliuawa na mwingine kujeruhiwa vibaya Jumamosi Mei 2 mwaka 2026 katika shambulio la kuvizia kwenye msafara wa magari ya uchukuzi wa umma kwenye barabara ya Goma Butembo katika eneo la hifadhi ya kitaifa ya Virunga. Tukio hilo likitokea mahali panapojulikana kama Mayamoto karibu na Rwindi kwenye barabara ya Kiwanja Kanyabayonga katika eneo la Ruchuru. Mwandishi wetu Mfadhili Mtukufu na ripoti kamili. Tukio hilo lilitokea mahali panapojulikana kama Mayamoto karibu na Rwindi kwenye barabara ya Kiwanja Kanyabayonga katika eneo la Ruchuru. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika katika eneo hilo, msafara huo uliokuwa ukisafiri kutoka Goma kwenda Butembo ulivamiwa na majambazi wasiojulikana majira ya saa 4 alfajiri kwa saa za huko Jumamosi hiyo. Idadi ya waliouawa awali ni abiria wawili, dereva mmoja kujeruhiwa vibaya kwa risasi na abiria kadhaa
kuporwa mali zao zikiwemo fedha, simu za mkononi na vitu vingine vya dhamani. Msururu wa mashambulizi unaendelea. Wakiwa wameshikiliwa mateka kwa saa kadhaa, abiria hao waliachiliwa baadaye waendelee na safari yao. Dereva aliyejeruhiwa alisafirishwa haraka hadi kituo cha matibabu huko Kanyabayonga kwa ajili ya kupata matibabu. Hili ni shambulio la hivi punde zaidi katika mfululizo wa mashambulizi kwenye barabara hii ya kimkakati ambayo inapaswa kuwa salama. Kwa muda wa miezi kadhaa, matukio ya ujambazi, utekaji nyara na mashambulizi ya kutumia silaha yamekuwa yakiongezeka kati ya Kiwanja na Kanyabayonga, hasa katika eneo la Bosendo na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wasafiri. Hali hii ya wasiwasi hasa kwa wamiliki wa biashara na wasafiri wanaoendesha huduma za kibiashara kati ya Goma, Butembo na Beni. Hatimaye ni Kinshasa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa Jumamosi Mei 3, Wizara ya Uchumi wa Kitaifa ilitangaza kuanza kutumika kwa amri ya kudhibiti biashara ndogondogo na rejareja pamoja na kutiwa sahini kwa amri ya kati ya wizara inayofafanua shughuli maalum za rejareja zinazohitaji mtaji ambazo zinaweza kufunguliwa kwa mashirika ya kigeni. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari, waendeshaji kiuchumi wanaohusika wana muda wa miezi 6 kufuatana na masharti mapya ya kisheria. Wizara ya Uchumi wa Kitaifa inabainisha kuwa programu ya kufikia watu itatumwa ili kusaidia wahusika wa kiuchumi kuelewa na kutekeleza hatua hizi. Maandiko haya ni sehemu ya dhamira ya serikali ya kufafanua na kusahisha mfumo wa kisheria unaotumika katika biashara ya ndani kwa nia ya kuhakikisha kwamba mazingira ya kiuchumi yana muundo zaidi, usawa na usalama. Wanawake tofauti kati ya biashara ndogondogo, biashara ya rejareja na biashara maalum ya rejareja inayohitaji mahitaji, huku wakibainisha masharti ya kutekeleza shughuli hizi, isipokuwa kwa maduka makubwa. Kwa mujibu wa kanuni za sasa, biashara ndogondogo na biashara ya rejareja zimehifadhiwa kwa waendeshaji wa uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya shughuli maalum za rejareja zinazohitaji mtaji mkubwa kubakia wazi kwa wakazi wa kigeni chini ya masharti yaliyoainishwa na kanuni. Sehemu hii inajumuisha sekta zisizopangwa kama vile maduka makubwa ya kisasa, uhuzaji wa vifaa vya kiufundi au vya magari vinavyohitaji leseni. Mnamo Septemba mwaka 2025, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa tayari imetangaza kwamba haitafanya upya usitishaji unaowaidhinisha wageni kufanya kazi katika sekta ya biashara ndogondogo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, msikilizaji, ni kwa habari hizi za kiuchumi ndipo tunatuananga kabisa taratibu na kutoka katika pembea hii. Mwisho wa matangazo haya ni mwanzo wa kukuandalia matangazo mengine. Shukrani kwa mwenzangu Rebeka katika studio zetu za Goma. Mimi ni Thompson Mchibata Ngalo William niliyokuletea matangazo haya kutoka Uvira hapa Kivu Kusini, pembezoni mwa ziwa Tanganyika, nikiwa eneo jirani na Bujumbura, Burundi. Msiki.